wametutembelea leo hapa ofisini kwetu wakiwa katika maadhimisho ya wiki ya maji. Kwa hiyo wamechagua kuja hapa wodini, wamechagua wodi ya wanaume. Kwa hiyo tunafurahi kwa maana tunajua mmekuja kivingine kwa sababu kuna makundi yanayopata wageni zaidi, wodi ya watoto, wodi ya wajawazito, wodi ya lakini nyie mmekuja kwenye wodi ya wanaume, kitu ambacho ni cha tofauti pia. Kwa hiyo tunafurahi na karibuni sana hospitali ya wilaya Lushoto. Mimi naitwa Dr. John Somi, daktari mfawidhi hospitali. Mimi naitwa Veronica Salum Mcheiza, incharge wa wodi hii. Incharge wa wodi ya wanaume. Karibu. Sister Halima Hamisi, ni matron hospitali. Pia tunataka Mr. Fadhili Bwere, incharge wa wodi ya wanaume. Naitwa Elfrida Komba, muuguzi wa wodi hii. Basi tuwakaribishe kama kuna neno la kusema. Asanteni sana kwa wakilishi. Sisi ni wataalamu kutoka sekta ya maji ambayo tupo katika kilele cha wiki ya maji ambayo imeanza jana tarehe 16 na kilele chake kwa maana hitimisho itakuwa tarehe 22 mwezi wa 3 2025. Katika kutekeleza majukumu yetu ya kilele cha wiki ya maji kuna shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya. Moja ya shughuli hiyo ni kurudisha fadhila kwa watu ambao tunawapa huduma. Na watu ambao ni muhimu kwetu katika kutoa huduma ni sekta ya afya, kwa sababu tunafanya nao kazi kwa ukaribu sana. Kwa hiyo katika kutekeleza jukumu hilo, leo siku ya pili ya wiki ya maji tumeona tutembelee hospitali yetu ya wilaya, hasa wodi ya wanaume, ambayo wodi hii imeonekana ni wodi ambayo wageni wengi wakiwa wanakuja wanachagua watoto na wamama, lakini kwetu sisi tumeona wanaume pia ni nafasi kwao kuweza kuwagusa katika misaada yetu. Tumeleta vitu hivi viweze kuwasaidia ndugu zetu ambao wanapata huduma katika eneo hili, hasa ukizingatia wengine wanatoka vijijini, misaada ni changamoto katika maeneo haya ya mjini. Kwa hiyo vitu hivi vitawasaidia, tutakabidhi kwenye utawala, tunaamini vitawafikia watu husika kama uhitaji wao unavyopatikana. Sisi kwanza tutoe shukrani kwa ushirikiano wenu sekta ya afya na sekta ya maji, kwa ukaribu wenu na mambo mengine, lakini pia hivi tunavyovifanya ni uwakilishi mkubwa sana kwa viongozi wetu ambao wapo nje ya kituo chetu. Tuna waziri wetu wa maji Juma Hamid Aweso, tuna injinia wetu wa maji wa mkoa Injinia Upendo Lugongo, tuna meneja wetu wa maji Injinia Erwin Sizinga, na tuna mkurugenzi wetu wa maji Injinia Mdathir wa Dinani. Wote hao wapo katika ushiriki wa wiki ya maji katika utekelezaji wa majukumu haya. Tulopo hapa ni wawakilishi lakini ni wataalamu wa sekta ya maji. Kwa pamoja tunasema maji mwa. Hiyo ndo kauli mbiu yetu ya maji, lakini kauli mbiu ya wiki ya maji tunasema uhifadhi wa uoto wa asili kwa maji ya uhakika. Asanteni sana, karibuni sekta ya maji. Kwa changamoto yoyote ambayo mtaipata, wataalamu tupo kwa ajili ya kutekeleza majukumu yetu kama tulivyopanga. Asanteni sana. Mimi kwa majina ninaitwa Abdalla Muhammad Jambia. Natokea kata ya Ubiri, kijiji cha Handei, kitongoji Shughului. Nimeletwa hapa jana kwa ajili ya homa. Kwa nimebanwa kidogo na hali ya kizunguzungu. Kwa hiyo jana nilipoingia hapa kwa kweli nimepata huduma ambayo mpaka sasa hivi inaniacha nimekaa hapa. Na nawashukuru hawa watumishi wa hospitali. Lau wangefanya kinyume, basi ingekuwa mpaka sasa hivi ingekuwa hatupo hapa. Kwa hiyo nashukuru sana idara ya maji na nashukuru misaada ambao wametuletea hapa. Huu ndio mwamko wa maendeleo ya Kitanzania. Nashukuru sana, asanteni sana. Sisi kama wataalamu wa maji tupo katika wiki ya maji, ambayo wiki ya maji imeanza tarehe 16 mwezi wa 3
na kufikia kilele tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 2025. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, katika utekelezaji au katika majumuisho ya wiki ya maji, sisi kama wataalamu wa maji tumepanga kutekeleza majukumu mbalimbali, ambapo majukumu yenyewe tulianza jana kufanya usafi katika ofisi zetu na kuandaa mabango kwa ajili ya wiki ya maji. Siku ya leo ambayo ni siku ya pili, tumepanga kutekeleza mambo mawili. Jambo la kwanza, tumeenda kutembelea sekta ya afya, hospitali ya wilaya kwa ajili ya kuona wagonjwa na kuweza kutoa misaada kwa upande wa sekta ya afya. Lakini pia haikuishia hapo. Tumekuja kuona vijana wetu, watoto wetu ambao tunahudumia katika wilaya yetu, kwa maana kituo cha kulelea watoto Irente, ambapo pia hapa tutatoa misaada kwa ajili ya kuweza kuwezesha huduma kwa hawa vijana wetu wanaokuwa ambao ni taifa la kesho. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sisi kama sekta ya maji tuna mambo mengi sana ambayo tumepanga kuyatekeleza. Mengine ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambayo hayo moja kwa moja yatatekelezeka ofisini. Mathalani swala la malipo kwa wateja wote wanaodaiwa, wameagizwa walipe nusu bili zao, warudishiwe huduma, na hela inayobakia wataweza kulipa taratibu kulingana na makubaliano ambayo tutaingia. Hayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na sisi kama sekta ya maji tutatekeleza kama tulivyoagizwa. Kwa siku ya leo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, jambo letu kuu ni utoaji wa misaada kwa watu ambao tunawahudumia. Asanteni sana, naomba kuwasilisha. Wa kituo cha watoto yatima, mbele yako ni baadhi ya watumishi tunaofanya kazi katika kituo hiki. Kwa heshima na taadhima, tunapenda kukaribisha katika kituo chetu. Uzuri mmoja ni kwamba wewe sio mgeni, umeshafika, umetuona. Labda kwa wale wageni nitatoa historia fupi tu kwa ajili ya kwamba mnakuja kutoa zawadi. Ni kweli mnatoa zawadi kwa watu wa aina gani? Kituo chetu ni kituo cha kanisa, kilianzishwa mwaka 1962 mwezi wa 3 kwa wakati ule na masista wa Kijerumani. Malengo ya kuanzishwa yalikuwa ni matatu: kulea watoto waliofiwa na mama au wamama wapo lakini wana shida ya ugonjwa wa akili. La pili, kulea watoto waliotupwa, na la tatu, kutoa elimu ya mafunzo ya malezi bora kwa wadada sasa hivi waliomaliza form 4. Sasa hivi tunao watoto 20, wadogo ni mapacha, wana miezi 4, lakini walikuja hapa wakiwa na siku moja, wakiwa na kilo 1.5. Sasa hivi wana kilo 4.5. Tunamshukuru Mungu. Tunapata watoto mara baada ya wazazi wanapofariki, walezi, baba au bibi au shangazi. Cha kwanza cha kufanya ni kwenda kwenye ofisi za kijiji kupata barua ya utambulisho. Kituo ni cha kanisa, lakini prosesi za watoto zote zimefuata ngazi za serikali. Kwa hiyo wanapotoka kule wanaenda ustawi wa jamii, wakifika kule wanajiandikisha, wanapewa fomu ya uchunguzi wa afya. Baada ya hapo ndio wanaletwa kwetu wakiwa na barua ya mwenyekiti ya ustawi wa jamii na ya daktari. Wanapokuja kwetu tunakaa nao kwa muda wa miaka miwili hadi mitatu. Baada ya hapo walezi wao wanawachukua. Kwa sasa hivi hatuna watoto waliotupwa. Mtoto wa mwisho aliyetupwa alichukuliwa mwaka jana mwezi wa 8. Kwa hiyo kwa sasa hatuna. Tunamshukuru Mungu, maana hatupendi hata si kwamba wanawake wazae tu watupe watoto. Kwa hiyo hilo wimbi limeshuka. Lakini pia hata vifo vya wamama, tunaishukuru serikali yetu kwamba kliniki ya mama na mtoto hizo elimu zinaendelea kufanya kazi. Vifo pia vya wamama vimepungua. Na ndio maana tuna idadi ndogo ya watoto. Lakini kituo kina uwezo wa kulea watoto hadi 40 kwa mara moja. Tunao watoto wakubwa 4, wengine uko form 4, wengine uko form 2 na wengine wako msingi. Hawa ni watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu.
Kwa hiyo wanaporudi nyumbani, wachache wapo nyumbani, lakini wanakuja kila mwezi. Wanapokuja kila mwezi, tunaweza kutoa chochote tulichonacho, sabuni, kuwasaidia mambo ya shuleni. Tunaye dada mkubwa ana miaka 51, anaitwa dada Hawa, yeye ni mlemavu wa viungo. Aliletwa hapa toka akiwa na miezi mitatu mpaka sasa ana miaka 51. Huyu atufahamu ndugu zake, na tunasikia mamake pia alikuwa mlemavu. Kwa hiyo huyu ni dada wa kituo. Kituo ni cha kanisa, lakini kanisa kama kanisa lenyewe lisingeweza kulea kituo hiki. Tunamshukuru Mungu sana kwamba jamii imeamka sasa hivi. Watu makundi tofauti, kama tulivyosikia wenzetu wanasema leo wamekuja kutoa chochote, ndivyo tunavyoishi. Kanisa kupitia wa sharika zake, lakini hata madhehebu mengine yote, Waislamu, wa Roman, sijui kila watu wanakuja kwa jinsi ambavyo Mungu anawajalia. Wanapokuja hawaji mikono mitupu, wanashika chochote. Kwa hiyo huduma inaendelea. Kipekee nipongeze kwanza, kabla ya kuwapongeza ambao wamekuja kutoa chochote kwa sababu ya watoto, nipongeze maono ya kituo hiki yaliyoanza huko nyuma tangu miaka hiyo ya 60 lakini niwapongeze ninyi wabeba maono ambao kwa sasa mmeyashika yale maono na tunaona tija ya yale maono. Sisi kama serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan inafanya jitihada nyingi tofauti kuhakikisha kwamba tunapunguza mortality rate, tunapunguza wakina mama kufariki wakati wa kujifungua, lakini tunapunguza riski zote ambazo zinaweza zikasababisha mtoto akabaki bila mzazi. Na tunaamini jitihada hizi zikiendelea kwa jinsi ambavyo tuko katika, tunaona rate imeanza kupungua ya mama wanaofariki, tunaamini kwamba kituo hiki kitazidi kupokea watoto wachache, kwa sababu hatufurahii tu kwamba kituo kiwe na watoto wengi. Tunafurahia watoto wetu wakue katika familia zao. Lakini umuhimu wa kituo utabaki pale ambapo kuna mazingira yatalazimu kwamba watoto wengine watafutiwe usaidizi wa ulezi. Na mimi niseme tu kwamba kazi hii mnaifanya ni kazi ya Mungu moja kwa moja. Usifikiri utumishi wa Mungu ni mpaka uvae kama ya baba askofu hapa. Hapana, utumishi ni huu mnaofanya. Kwa hiyo kama serikali tunapongeza sana, na tunawapongeza kwa jinsi ambavyo mna ushirikiano na sisi. Na nyakati zingine huwa tunahitaji hata mtusaidie. Kama juzi tulikuwa tuna watoto wachache walikuwa wamekatiliwa, na kama serikali hatuwezi kuangalia wale watoto wanaendelea kuishi kwenye jamii ile ambayo imewakatili, tuliwaleta. Tunashukuru mliwapokea na mliwapa huduma nzuri sana mpaka tulivyoweza kuandaa utaratibu wa mahali nyumba salama ya kuwaweka. Kwa hiyo mimi nipongeze sana jitihada za kituo, na tunafahamu changamoto zilizopo. Changamoto ndogo za fedha, bajeti na mambo kama hayo. Lakini mimi niwaahidi tu kwamba mwaka huu hautaisha kabla hatujafanya jambo ambalo lita boost uwezo wa kituo angalau basi waweze kuhudumia watoto bila stress kubwa sana ya masuala ya fedha. Lakini pia niwapongeze idara ya maji kwa jinsi ambavyo mmeona ni muhimu kuja kuwatembelea watoto hawa. Hawa watoto ni wetu, na ninyi mmekuwa mkitoa huduma kwenye jamii hii, si tu kwa kusimamia masuala ya maji, lakini mmejiunganisha na jamii kwa kufanya matendo ya ukarimu kama haya. Leo mmeanzia hospitali, lakini mmekuja hapa, na sisi wa Kristo tunafahamu dini iliyo safi ni ipi. Hata Waislamu wanajua, na madhehebu yote na wapagani wanajua kwamba dini iliyo safi ni ile ambayo wale wenye dini hiyo wanafanya matendo kama haya ya kutembelea wagonjwa, lakini ya kusaidia yatima. Hiyo ndo dini iliyo safi. Kwa hiyo mmefanya matendo mazuri ya dini iliyo safi, lakini niwatake sasa ninyi binafsi, mtu mmoja aguswe. Yaani kuja hapa na kuona mazingira na kuona watoto liwe ni somo kwenye vichwa vyetu binafsi, tukiacha taasisi ambazo tunazitumikia,
kwamba tuna wajibu saa nyingine wa kufikiria kwamba wapo wenye uhitaji na ni watoto kama wale wako pale nyumbani. Kwa wale ambao hamna watoto mtapata hivi karibuni. Sawa. Lakini kesho mimi natoa wito kwa mtu mmoja mmoja. Nikianza na mimi. Kwa hiyo nitoe wito kwamba tutenge katika maisha yetu, tuweke nafasi ya wale ambao hawajapata nafasi sawa na watoto wetu, ili Mungu naye aweze kuwalinda hata watoto wetu kwa sababu ya sadaka tunaitoa. Basi baada ya kusema hayo, mimi nimewapongeza nyote. Niseme tu niko tayari kukabidhi zawadi hizo kwa niaba yenu watu wa idara ya maji. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kutenga muda wake kushiriki na sisi katika kuadhimisha wiki ya maji. Pia tumejifunza mengi kutoka kwake na pia ametuelekeza mambo ambayo sisi kama binadamu inahitaji tuishi. Mathalani kitendo cha kutuelekeza katika au kutukumbusha uwepo wa Mungu. Maana sisi binadamu dunia hii tunapita na wenye uhitaji ni wengi sana. Ametukumbusha isiwe mwisho kama taasisi. Ninukuu maneno yake. Iwe kwa kila mmoja aguswae basi aweze kutoa alichonacho. Kiongozi wetu, sisi kama taasisi ya maji tunasema asante sana. Hapa ni nyumbani kwetu. Tutafika na tutatekeleza au tutaishi kwa yale usemayo. Asante sana. Kwa pamoja tuna kauli mbiu ya wiki ya maji inasema utunzaji wa uoto wa asili wa maji ya uhakika. Utunzaji wa uoto wa asili wa maji ya uhakika. Maji mwa. Ila pia kuna neno linalosema Samia mitano tena. Asanteni sana. Kwa jina naitwa Flora Paulo Kabelwa au Mrs. Luziga. Mimi nashukuru sana kwa siku hii ya leo kwa ajili ya idara ya maji ya wilaya ya Lushoto kufika kutembelea kituo hiki cha watoto yatima. Mimi kama mhasibu kwa kweli nashukuru sana kwa sababu watakuwa wametusogeza kiuchumi, kwa sababu vitu walivyoleta vitatusaidia kusevu kwa ajili ya watoto hawa, kwa ajili ya mahitaji ya watoto hawa. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunatoa wito kwa wakazi wa wilaya ya Lushoto wafike kwa ajili ya kutembelea hawa watoto katika kituo chetu, kwa sababu hiki kituo kinachukua watoto wa dini zote, hatuchagui. Tunaangalia dini zote, tunawatunza hapa. Kwa hiyo ni vizuri wakafika, hata kama huna chochote ulichobeba, lakini kwa ajili ya kufika kututia moyo watu wanaotumika katika maeneo haya. Kwa hiyo ni vema ukiwa na nafasi ufike kuona watoto hawa, na hata kwa ajili ya maombi tu ukifika mahali hapa ukituombea tunashukuru. Kituo hiki kiko chini ya kanisa, kinasimamiwa na Baba Askofu Dr. Mbilu, ndio ambaye ndio mkuu wa taasisi yetu. Kwa hiyo tunashukuru sana pia kwa ajili ya Baba Askofu, huwa anatoa wito kwa ajili ya makanisa yetu ya Lutherani, wanafika sana. Tunapenda kuwashukuru na wao wanafika mno, wanatutunza mwaka mzima hapa, hatuna wasiwasi kwa ajili ya washarika wanaotoka sehemu mbalimbali. Tunashukuru na wachungaji wote walioko huko, na sio wachungaji tu, hata mashehe wanafikaga mahali hapa kwa ajili ya kutoa misaada yao. Kwa hiyo Mungu awabariki kila mmoja anayefika mahali hapa, tunashukuru sana. Okay, majina yako tena? Kwa jina naitwa Flora Paulo Kabelwa au Mama Luziga. Ni mhasibu wa vituo vya huduma Irente, ambapo ni Children's Home, Irente School for the Blind na kituo cha watoto wenye ulemavu wa akili inaitwa Irente Rainbow School. Asante sana. Kwa majina naitwa Nazieli Ombeni Pregod, ni mtumishi wa mamlaka ya maji Lushoto. Tupo kwenye wiki ya maji, wiki ya maji ambayo imeanza tarehe 16 na inaendelea mpaka tarehe 22. Na katika wiki hiyo kuna ratiba mbalimbali ambazo tumeziweka. Mojawapo ilikuwa ni jana kuonyesha jamii kwamba watambue kwamba kuna huduma ya maji ambayo inaendelea kwa kuweka mabango mbalimbali, lakini pia na usafi, ikiwemo kufanya usafi katika maeneo yetu ya ofisi. Lakini pia katika siku ya pili ambayo ni leo tarehe 17 tulikuwa na ratiba ya kutembelea hospitali ya wilaya kwa baadhi ya vitengo vya wakina baba. Leo ndio tumeamua kuwatembelea, lakini pia tulikuwa na ratiba ya kutembelea
kituo cha watoto yatima ambacho kipo Irente, na leo tumefika hapa Irente, tumeona watoto. Kwa kweli ni taasisi ambayo inagusa mioyo yetu. Natoa wito kwa taasisi zingine na kwa sisi binafsi, kwa mtu binafsi, tusingoje tu matukio ya taasisi, lakini pia kwa watu binafsi na sisi wenyewe tuguswe kusaidia na kutoa baadhi ya huduma kwa vituo vyetu hivi. Kauli mbiu ya wiki hii ya maji inasema uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Nawashukuru sana na nimshukuru Dr. Samia Hassan kwa kutoa ofa mbalimbali akiwa pamoja na Mheshimiwa Waziri Aweso. Wametuasa watumishi na taasisi zetu kutoa baadhi ya ofa kwa wateja wetu, na ofa yetu ni wiki hii ni kwamba mteja kama una deni kubwa, kuna wateja wengi wamekatiwa, kupewa ofa ya kulipia nusu ya deni, kutolewa fine. Utalipa fine lakini utalipa nusu ya deni na utarejeshewa huduma. Kiasi cha deni kinachobaki utalipa kidogo kidogo. Nawakaribisha sana wateja na tunawapenda sana. Mungu awabariki. Lengo hasa la kuja hapa Irente leo ni nini? Lengo letu hasa ni kujishughulisha na kujichanganya na jamii. Tunapaswa kujichanganya na jamii na kuona jinsi gani jamii zinaishi, hasa katika taasisi hii ya watoto yatima, kuona na kuangalia jinsi ambavyo wanaishi na huduma ambazo wanazikosa, kutiana moyo na wanaowahudumia watoto. Sio kazi rahisi kwa kweli, ni kazi ngumu, lakini tukitiana moyo na kuwasaidia, basi safari inakuwa sio ngumu zaidi. Angalau inasaidia na watoto wanapata furaha. Ukiwabeba wanafurahia sana. Jina lako tena? Jina langu ninaitwa Nazieli Ombeni Pregod.